wanaruka. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, hivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka katika wafu siku ya tatu, na kwa jina lake kuhubiriwe toba na maondoleo ya dhambi kwa mataifa yote kuanzia Yerusalemu. Ninyi ni mashahidi wa mambo haya. Angalieni, ninawatuma na ninawatumia ahadi ya Baba yangu, lakini ninyi kaeni mjini hata mvikwe nguvu kutoka juu. Kutoka hapo akawapeleka Bethania, akainua mikono yake akawabariki. Tazama, katika kuwabariki alijitenga nao, akachukuliwa mbinguni. Wakamwabudu, kisha wakarudi Yerusalemu kwa furaha kubwa, na daima walikuwa hekaluni wakimsifu Mungu. Injili ya Bwana. In place of hope, together in prayer. Karibuni katika ibada ya misa. Leo tunaadhimisha sikukuu ya kupaa kwake Bwana wetu Yesu Kristo mbinguni, na kabla ya kupaa mbinguni tunasikia anavyowaambia wanafunzi wake. Nawaambia, twendeni kayafanye mataifa yote kwa wafuasi wangu, na tazama nipo nanyi siku zote mpaka mwisho wa dahari. Sikukuu ya kupaa mbinguni kwa Bwana wetu Yesu Kristo huwa tunaisherehekea siku 40 baada ya Pasaka. Katika kipindi cha Pasaka tunakumbuka ni jinsi gani Kristo anadhihirisha anamkera wafuasi wake, na ujumbe mkuu anaowaelea kipindi kile ili waweze kuwa na amani, waweze kuwa na matumaini. Leo katika masomo yetu, hasa masomo wa kwanza, tumesikia simulizi linalotoka kwa Theophilo na wenzake, na wanatoa ushuhuda kuhusu maisha ya Kristo. Ya kwamba yule Kristo aliyewaita wanafunzi wake kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, akawachagua, akawashirikisha kazi za kitume, na akateswa, akafa, na sasa imefika wakati wake wa kuchukuliwa mbinguni. Na wanasema wanathibitisha mambo mazuri na mengi na mema aliyoyatenda. Na wakati ambapo Kristo anapaa mbinguni, anawapa wanafunzi wake maagizo. Agizo moja ni kubaki wakiwa kama kundi la mitume, waliitwa na Mungu ili waweze kudhihirisha umoja na ushirikiano mwema. Jambo la pili, wanaitwa ili waweze kuwa watiifu wa sheria ya Mungu, na vile vile watu walio na matumaini ambao wako na subira ya kungoja ahadi ya Mungu ili iweze kutimia katika maisha yao.
Na somo hili la kwanza linatuonyesha jinsi gani tunapaswa kuwajibika katika imani yetu. Kwa kuwa wakati ambapo tunaitwa kama jumuiya, kama watoto katika kanisa, na tunasema kuwa sisi ni marafiki wa Yesu. Wakati ambapo tuko marafiki wa Yesu, inatokana na upendo ambao Yesu Kristo anao kwetu sisi kama watoto wadogo. Na anapotupenda vile anatutuma ili kwa maisha ya sala, maisha yetu ya kila siku, kwa nyumbani, kwa shuleni, mahali popote tulipo, tuweze kudhihirisha. Na tunapodhihirisha ni kuonyesha ya kuwa yeye yuko pamoja nasi siku zote. Na kwa hivyo wakati ambapo tunaangalia katika somo hili la kwanza, tunakumbushwa vile umuhimu wa kutambua ya kuwa sisi ni wanyonge na wadhaifu, na daima tunamtegemea Mungu. Kama tunamtegemea Mungu, tunatambua nyonge wetu. Na ndio maana Mungu anapenda tukae pamoja kama kikundi cha waamini, jumuiya ya waamini. Hapo ndipo tutakapoweza kushuhudia imani yetu kwa watu wote. Na ili tuweze kuwa wenye kushuhudia Kristo kwa watu wengine, lazima kwanza msikilize yeye anayetutuma, ili tuweze kuelewa ni nini tutakachokisema, ni nini tutakachokifanya. Na tunapofanya vile, tunafanya tukiwa tunategemea kwa kuwa maisha yetu yataendelea kuwa mema na mazuri. Maisha ya imani tukiwa waamini, leo tunajulishwa ya kuwa kwa kupaa mbinguni kwa Kristo, anatuonyesha ni wapi ambapo tunaelekea. Tunaelekea mbinguni. Katika katekisimu ya kanisa tunafundishwa ya kuwa tuliumbwa na Mungu ili tuweze kumpenda, tuweze kumjua, tuweze kumtumikia, na hatimaye tuweze kuishi na yeye milele. So wakati huu Kristo anapopaa, anatukumbusha ya kuwa ili hayo yaweze kutendeka, lazima na sisi tuweze kushughulika. Unajua tukiwa kama watoto wadogo, tunamwendelea kuwa mzazi anapotoka nyumbani, akienda pahali, anaenda sokoni, anaenda kazini, anaacha kujipangia kazi. Kweli sio kweli? Naambiwa washoshio wakati mwingine unaambiwa kufanya kubwa, unaambiwa usiende kuzurura, uende tabia njema, utulie nyumbani. Lakini ikitokea mzazi atoke na wewe unatoka, mzazi anaporudi hata kuanishwa kazi yako, kwa sababu hukuweza kutimiza ahadi mlioagana na yeye. Masomo yetu hasa sisi somo la kwanza linatujulisha ya kuwa wakati ambapo tunatimiza ahadi ambayo Mungu ametujalia, yeye anafurahishwa nasi. Na kila tete jema tunalotenda liko na malipo, na ni malipo yaliyo mema na mazuri. Na kwa hivyo sisi leo tunapoadhimisha siku hii, tunakumbushwa ili tuweze kuwajibika, kutia bidii katika maisha yetu ya kiimani, tukimruhusu Roho Mtakatifu aendelee kufanya kazi ndani yetu, ili hasa kwa mwaka wa matumaini yote tunayoyatenda yaweze kudhihirisha matumaini haya na kuleta mwanga wa matumaini, hasa kwa watu ambao wamekosa matumaini katika maisha yao. Katika somo la pili bado tumesomewa katika barua ya Waebrania, tunasikia jinsi Kristo alivyojitoa
sadaka moja na ya milele kwa ajili ya kuondolea dhambi zetu. Na katika hizi zilitoa sadaka anadhihirisha uaminifu wa Mungu. Anatuambia kuwa Mungu ni mwaminifu, na wakati ambapo tunamwamini hata tuacha milele. Hii inatupatia nguvu. Sasa tunajua sisi ni wanyonge na wadhaifu, na daima tunategemea nguvu na msaada wa Mungu, ambaye tunasikia katika somo la Injili anatuambia hata tuacha, atakuwa pamoja nasi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo tuombe katika ibada ya misa ili tuweze kuwa wasikivu wa maagizo ya Kristo na tuweze kuyatekeleza kwa uaminifu, ili katika matendo yetu yaweze kuleta mabadiliko katika uso wa nchi ambao unatafuta furaha, unatafuta amani, unatafuta upendo, unatafuta matumaini, unatafuta msamaha, unatafuta patanisho, ili kwa kazi zetu za kila siku, hata zikiwa ndogo kwa kiasi gani, siwezi kuleta mabadiliko hayo. Hatuwezi kusema sisi watu wa kweli, kwa sababu hata katika historia ya kanisa kuna watu waliokuwa wadogo na waliitwa na Kristo na wakaishi kwa maisha ya uaminifu. Tunamkumbuka Mtakatifu Maria Lorenzi, tunamkumbuka Maria Lorenzi, tunamkumbuka mwingine nani, tunamkumbuka Don Bosco aliyekuwa mpigizi wa hatari akiwa mdogo, na katika maneno yake yaliyoendelea katika moyo wake kusema hawezi kukubali kutenda dhambi, kuliko kutenda dhambi ni bora afe. Na aliishi hivyo, na maneno haya yakamuongoza kumtafuta Kristo, na mwishowe akaweza kuwa mtakatifu ambaye anawaombea vijana na kuwaombea watu wengine wengi wanaotafuta Kristo. Kwa hivyo hata sisi tukiwa wadogo, tukiwa watoto wadogo, bali Mungu anatuhitaji ili kwa maisha yetu ya kila siku tuweze kudhihirisha yule ambaye tumepokea katika ubatizo wetu, ili katika mahali popote tutakapokuwa tuweze kuonyesha ya kuwa Kristo yuko pamoja na watu wake, na hata ingawa alipaa mbinguni, uwepo wake unaendelea kuwa pamoja nasi na kututawala. Atukuzwe Mungu Baba